Naomba tusogee jamani kwa utulivu kabisa, wakati vyombo vya habari vikiendelea kumwandaa kwa tukio zuri adhimu ambalo tunaenda kulisikia siku hii ya leo. Watu naomba tusogee, mwige hata uche hadi jongo, mwegelele mtangasama kuruko. Asante sana. Uche hadi kuikwi. Ranzoke lisulukani. Tunaomba tumsikilize. Asanteni sana. Karibu sana sana sana. Uzungumze na watu wako, uzungumze na Wahehe, uzungumze na watoto wako. Mbuki wa nyuma, mbuki wa nyuma huo. Uletate mbele. Kawene! Jamani tuikikile. Siwasikii jamani Wajaruguru. Kawene! Asante sana, asante sana. Hii jamani ni siku yetu. Tujiachie, tufurahi. Tuwe na amani, tuko nyumbani. Awali ya yote, ningetaka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa. Kama wazee wangu walivyotangulia, naelewa meza kuu, ndugu wazee wangu pamoja na mwenyekiti wa mkoa wa Foundation Omari Mainya kwa kusimamia event hii na kuifanya imefanikiwa kama maagizo niliyomwachia. Ninayo furaha kubwa sana katika siku hii ya leo, siku muhimu katika historia ya kabila la Wahehe na jamii pana ya Uhehe, kuwakaribisha wote hapa Kalenga Pakidunda. Ndugu zangu Wanyarukolo Wahehe, viongozi wa serikali, wageni waalikwa kutoka pande zote, nyote mliopo hapa, karibuni sana. Karibuni sana Pakidunda, Pakalenga, Palipuya, Mtwampawa, Mpabika, Mahinya Ilimwiganga, Mkali kwa Bagosi kwa Dara, Page Matenego, Semunyonga, Munganga. Leo tumekusanyika hapa tukisherehekea kilele cha sherehe ya Hehe Day 2025. Tukio la pamoja kumwenzi shujaa wetu Mtwa Mkwavinyika ili kujenga kesho yenye utamaduni wa thamani. Historia ya Hehe Day kama ilivyoelezwa hapo awali ni historia ambayo Wahehe inabidi tufurahi nayo, tuenjoy, tuikumbuke na tuendelee kuienzi. Tangu tarehe 17 Juni tumepitia siku 3 za kujifunza, kutambua na kupamba utamaduni wetu. Tumefanya ziara katika maeneo ya historia kama Rungeva, hapa Kalenga, Tungoma, Lugalo na mahali shujaa wetu walipopambania dhidi ya wanajeshi 300 wa Kijerumani hapo siku ya tarehe 17 Agosti 1891. Kwa ushindi wake mkubwa, Mtwampawa alifahamu na alisukumwa na uimara na kufahamu umuhimu wa mila na tamaduni zake na kabila lake kama Mhehe na kupambana na hao wakoloni wakati ule na kuweza kutetea haki za watu wake. Malengo ya Hehe, lengo letu ni dhahiri. Kwanza, kuunganisha kizazi chote, kulinda lugha, mila na historia ya Uhehe. Pili, kuongeza fursa za kijamii na kiuchumi kupitia utalii, ufundi, maonesho na biashara. Tatu, kujenga jamii yenye uelewa katika kujivunia utamaduni wake, ambapo vijana, wanawake, wazee na akina baba kushirikiana. Kauli mbiu yetu ni utamaduni wetu, urithi wetu. Inaashiria kwamba utamaduni ni njia yetu ya kujenga taifa lenye mafanikio, na taifa hili linaanzia hapa kwetu nyumbani kwa Mtwampawa Mpabika. Umuhimu kwa jamii ya Wahehe, kwa jamii yetu pana ya Uhehe, Wahehe walioko Iringa, mikoa mingine nchini na hata walioko nje ya Tanzania. Sherehe hizi ni kielezo cha imani yetu katika historia, utamaduni na urithi. Tunapokuza fahari ya kujivunia utamaduni,
mila na desturi za asilia yetu, tunabeba ujumbe wa kimataifa kwamba Uhehe ni msingi imara wa utambulisho wa Tanzania. Tukiimarisha lugha ya Kibantu na hekima ya kale, tunawezesha kizazi chetu kijacho kuwa msingi imara wa kijamii wa kujenga na kujenga maisha yetu na vizazi vya baadaye. Matarajio ya Hehe na shughuli endelevu za Mkwawa Foundation Trust. Napenda kutangaza kuwa Hehe haitakuwa tu tamasha la mwaka, bali sasa ni shughuli endelevu ambayo Mkwawa Foundation Trust itaangaza kila mwaka. Na hiyo naamini ni message nzuri ya sisi wote kuwa mabalozi, kuwapelekea watoto zetu huko nyumbani, kuwafundisha mila na desturi. Kama mimi kijana wenu, kiongozi wenu, bado naendelea kujifunza, na inabidi tuendelee kufunza vijana wetu na vizazi vijavyo ili tuweze kulinda hizi mila na desturi zetu. Na kama nilivyoeleza, ndoto yangu ni kuifanya siku kama hii kuwa siku yenye maana na uzito kama historia yake. Pia ningependa kuona tamasha hili baadaye kubadilika maeneo ya sherehe, kumaanisha kwamba ifanyike wilaya tofauti mwaka ili kukumbusha kitu na kufikirisha kuhusu kitovu cha kabila letu. Tufanye mila kwa sababu tunajua kwa Mkwawa alipanua empire yake. Alipanua katika mkoa wa Iringa mpaka Njombe huko kwa wenzetu wa Bena mpaka Wangoni. Kabila letu ni kubwa sana. Hivyo basi hili tamasha, kama ni maagizo yangu katika Mkwawa Foundation, tuangalie namna ya kuitanua Hehe, kuifanyia katika wilaya tofauti ambazo zipo katika mkoa wa Iringa ili kutujumlisha Wahehe katika kona nzima ya Iringa na taifa kwa ujumla. Hivyo basi tumemaliza shughuli za msingi katika kudumisha tamaduni zetu, na sasa nataka kufanya ya kwanza kufanya Hehe kuwa jukwaa la tafakuri zitakazoleta wajibu kwa changamoto mbalimbali kwenye jamii ya Uhehe. Pili, kuwa chimbuko la mtandao wa wataalamu, washauri na wafanya biashara mbalimbali katika sekta muhimu kwa uchumi wa Uhehe. Kalenga kuwa kituo cha elimu za fundi stadi na aina mbalimbali zinazojibu mahitaji kwa wakati. Kalenga kuwa makumbusho, maeneo, maonyesho na mafunzo ya miongo minne ya mashujaa wetu. Kuhamasisha biashara zinazoendeshwa na jamii ya Uhehe, ufundi, uongozi wa matukio kwa huduma za utalii. Hizi zote nilizotaja hapa ni kazi za sisi Wahehe na ambazo inabidi tuendelee kuzifanya na kuzitilia mkazo ili tuweze kujenga mila na desturi na historia ya mkoa wetu wa Iringa na Kalenga kwa ujumla. Kwa hivyo nia yetu ni kujenga mfumo unaoonyesha uzuri wa Uhehe na kuupanua kupitia mfumo wa utamaduni, uchumi na elimu. Hitimisho na wito wa hatua. Wanajamii ya Uhehe, nimalizie salamu zangu kwa kusema ushirikiano wenu leo unaonekana kuwa tumechukua hatua kubwa. Pia nichukue nafasi hii kushukuru wote waliochangia muda na mahitaji, fedha na ushauri kufanikisha shughuli yetu ya leo ambayo imesimamiwa na Mkwawa Foundation Trust, iliyoweza kuhakikisha na kusimamia mwanzo mpaka mwisho tunapofikia tamati ya sherehe. Naamini mnaona wenyewe ile furaha ya wote tukiwa hapa kama Wahehe. Tunacheza muziki, tunajifunza mila, tunawaita na makabila mengine katika himaya ya Mto Mkwawa, the Great Mkwawa, kuja kukaa na sisi hapa, tunaendelea kuongea mila na desturi. Naamini mtakuwa mabalozi wazuri ambao mtaenda kuwarudisha Wanyaruko wa wenzetu ambao wamepotea huko na mila za wenzetu. Na watakia Wahehe na jamii pana ya Watanzania mafanikio, hamasa ya maarifa na kujenga daraja thabiti kati ya watu, utamaduni na maendeleo.
Kwa pamoja, hebu tuendelee kusherehekea, kuhifadhi na kukuza utamaduni wetu. Tuendelee kushirikisha utamaduni wetu ili urithi wetu uishi katika vizazi vya sasa na vijavyo. Ndugu zangu wa Nyarukolo, asanteni sana. Mimi kama kiongozi wenu nipo hapa na naendelea kuwatambulisha katika taifa letu Tanzania. Na kwa kifupi, nimeambiwa na maratibu, kuna baadhi ya wageni ambao nilipoenda mwaka huu Januari nchini Ujerumani kuwakilisha nyinyi wa Nyarukolo, kufuatilia kuhusu mabaki ambayo yalichukuliwa na ndugu zetu, yalichukuliwa na wakoloni wakati ule. Tulibahatika kukutana na baadhi ya wenzetu ambao walioishi hapa walikuwa ni wazungu, lakini walikuwa wameishi na sisi Wahehe vizuri, na walikuwa walipokelea kule Ujerumani, na walihakikisha kuwa vile vitu vilivyokuwa kule Ujerumani vipambaniwe na viweze kurudishwa nyumbani. Hivyo basi, naamini hao leo wametembelea kushirikiana nasi katika jukwaa hili la utamaduni. Ningependa kuwakaribisha kuwa nasi kwa mara nyingine na kwa mara pendwa. Kwa Kihehe zaidi naweza nikasema, to my fellow partners, you are very much welcome to the Hehe celebration. Join us and celebrate us as Hehe. Kwa machache hayo, asanteni sana. Nyongise na Mungu aendelee kubariki Kalenga, aendelee kubariki Wahehe na Wanyarukolo kwa ujumla. Asante. Asante sana kina mama, kina baba, watoto na balugu mbemu lingani. Ni maneno ya hekima, maneno yenye heshima. Tukuli kama tukuli jinsi usikamala abeba. Alo tunetinyando Eje wa Nyarukolo. Mpulikize kono. Eje wa Nyarukolo. Kwa jambo la mwisho nimesahau kutaja